sababu nyinyi ni watoto wa makuhani. Amen. Hata mtu akija hapa kama uzaji na mama wako, uje tu hapa mnitenda pombe press, mwambie Mungu nione. Usingoje aje kama Yakobali, jiombee na Mungu naye atakutendea. Kwa sababu sidhani kama kuna nyumba nyingi area hii ambazo tumewekewa wakfu wa kuhani na Mungu. Kwa hiyo mshukuru Mungu na muunge kuhani wenu, ndio Mungu aweze kuwafanyia mema. Wewe Jehova Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu wa Israeli, Mungu wa baba yetu Paulo na mama Rebeka, Mungu wa Profesa pamoja na Adasita. Yule amesimama hapa nataka kuweka mafuta kwa mtumishi wa Mungu ambaye anatakuwa kuhani siku leo pamoja na mama. Na hao wote wanaweka sisi nataka kuchukua mafuta na baraka kutoka mkono yake kwa jina takatifu Yesu Kristo. Makuhani, najua tumefunga ukuhani sasa tuchukue mpaka mwaka 2028. So wala mabaki mjaombewa mfike Nineve, na wala ambao mjaombewa kwa maboma mfanye mipango ya kuombewa. Hiyo ndio kazi inabaki. Bwana sifiwe. Na kama hutaombewa ukifa, hatuwezi kuja kwako. Tutakuachia mchungaji ufanye kazi yako. Sababu hata Paulo anasema kama hutaki kufanya kazi usile chakula. Bwana sifiwe. Sasa utakuja na magari kwa malako na wewe mwenyewe ulikataa ukuhani. Kwa hiyo makuhani, jaribu mwezavyo, wale ambao hamjaombewa kwa maboma mfike, na wale ambao mlikuwa hamjafikia wenyewe mje, kwa sababu tumeshafunga nafasi ya ukuhani hadi mwaka wa 28. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu ishie milele na kuita kwa maombi haya ukachukue nafasi. Mimi na kuita tu na uje kufanya kazi katika mji huu. Wale ambao wamelaani mji huu, waliokufa na walio hai, laana zao za usiku na mchana, kwa masaa na madakika na masekondi, siku ya leo nimekuja kuondoa laana zote kwa mji huu zinazotokana na ukoo na mambo ya kanisa na mambo ya nje ya ulimwengu. Kwa jina la Yesu ninachoma uchafu wote katika mji huu na kwa nyumba hii. Kwa jina la Yesu inaweza kuondolewa. Naondoa mambo mbalimbali